Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Morogoro limetoa taarifa kuhusu chanzo cha moto ulioteketeza vibanda vya wafanyabiashara wa samani za ndani, ambapo uchunguzi huo umebaini kuwa moto huo ulisababishwa na kichungi cha sigara kilichotupwa na mtu asiyefahamika kwenye randa kikiwa kinawaka. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Shabani Marugujo, amesema uchunguzi wa kisayansi uliofanyika na ule wa kuhoji wahusika waliokuwepo eneo la tukio hilo lililotokea Machi 21, 2025 saa 2 usiku umebainisha moto huo kusababishwa na kichungi hicho. Mkuu wa wilaya ya Morogoro, Musa Kilakala, leo Jumamosi Machi 29, 2025 amefika kwa wafanyabiashara hao na kutoa pole na kukabidhi bati 162 kwa ajili ya kuwezeka mabanda wanayojenga upya. Kilakala amesema serikali inaguswa na tukio hilo na amemwagiza mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Morogoro kusaidia mikopo kwa wafanyabiashara vijana. Rai yangu kwenu, tuongeze umakini na namna mnavyojenga vibanda vyenu, lazima mpate ushauri wa kitaalamu. Mwanzo vilisogeleana sana. Kwa hiyo inapotokea ajali ya moto, yawezekana siku nyingine tutapata maafa ya watu, lakini Mungu tu ameepusha hayo mambo. Kwa hiyo jioni ofisini kwangu nitawapa wataalamu bure kabisa, watashauri namna ya kuweka vibanda vyenu ili mradi maafa haya yatuondoke. Lakini pia naambiwa chanzo, kuna choo chetu kule, kuna mtu alikuwa anavuta sigara kutokana na taarifa ya ripoti ya mlinzi wa eneo hili ambayo amehojiwa, alikuwa anavuta sigara. Sasa ile sigara, unajua, kaidharau, yawezekana kimebaki kipisi, wanasema kile kipisi kakitupa, kaenda kukutana na vitu vingine vikasababisha moto ukawa na mlipuko mkubwa. Sasa na nimwelekeze mkurugenzi wa halmashauri kupitia wakandarasi wanaozoa taka, eneo hili taka zisikae muda mrefu. Mtendaji wa kata upo hapa, uwe unatoa ripoti ili taka zichukuliwe kwa wakati. Taka zisije zikatuletea maafa kwenye maeneo haya, aina ya maranda na vitu vingine. Tuchukueni tahadhari, usisubiri matatizo haya yatokee ndio tuchukue. Wafanyabiashara wamesema hasara walioipata ni zaidi ya shilingi milioni 40, huku mmoja wa waathiriwa wa moto huo, Teddy Anthony, akisema amehamia kwa rafiki yake baada ya nyumba yake kuungua. Akasema atatusaidia, kwa hiyo tunamwombea na tunamsubiria kwa sababu tumepata anga kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru kwa ushirikiano wake. Hapa pamoja alituonyesha tuko pamoja. Sisi kama mnavyoona tuko hapa. Tunatangatanga kweli kwa tatizo hili kukuta, kwa sababu hatutegemea kama kitu kinatokea. Tunashukuru wenzetu wa serikali wanatusaidia na waendelee kutupambania, kwa sababu bado tulikuwa tunafanya biashara hapa, tunalala hapa na kila kitu. Kwa hiyo tunashukuru kwa hiyo. Kwa sasa unaishi wapi baada ya makazi kuteketea kwa moto? Naishi kwa rafiki yangu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.